Katika kijiji cha Kasenga, kilichopo kando ya mto Rufiji, maisha yalikuwa ya utulivu na ya kiasili. Kijiji hiki kilizungukwa na mandhari ya kuvutia, huku miti mikubwa ya miembe na mikorosho ikitoa kivuli kizuri. Wanakijiji walitegemea kilimo na uvuvi kwa maisha yao, wakifurahia mazao ya asili na samaki waliopatikana kwa wingi mtoni. Mto Rufiji ulikuwa moyo wa kijiji, ukitoa si tu riziki bali pia sehemu ya kufanyika sherehe na vikao vya kijamii. Nyumba za matope na paa za makuti zilipangwa kwa mpangilio wa kuvutia, zikionyesha mshikamano wa jamii hii ya Kiafrika yenye urithi wa kitamaduni. Kijiji kilijulikana kwa ukarimu wa watu wake na mshikamano wa jamii. Ndani ya kijiji hiki, tunaingia katika maisha ya Ali, kijana mwenye bidii ambaye alitumia vipaji vyake vya useremala kutengeneza fanicha za kipekee. Ali alikuwa mtu wa maadili, mwenye moyo wa dhahabu, na aliheshimika na kila mtu kijijini. Salma, binti mrembo mwenye ndoto za kuwa daktari, alikuwa kipenzi cha kijiji. Aliheshimika kwa akili zake na tabasamu lake lililoweza kuangaza hata siku za giza. Wakati wa sherehe za mavuno ya kijiji, Ali na Salma walikutana rasmi kwa mara ya kwanza. Mazungumzo yao yaliendelea kuwa marefu, na kabla ya sherehe kumalizika, mioyo yao miwili ilianza kuunga. Miezi kadhaa ilipita na Ali alitumia kila nafasi kuhakikisha Salma anajisikia maalum. Alikusanya fedha kutokana na mauzo ya fanicha zake ili kumsaidia Salma kulipa ada za chuo. Nitahakikisha unafikia ndoto zako, Ali aliahidi kwa sauti ya upole. Salma alipoondoka kijijini kwenda kusoma mjini, mawasiliano yao yalianza kupungua. Maisha mjini yalikuwa magumu kwa Salma, lakini pia yalimfungulia milango ya maisha mapya. Katika chuo kikuu, alikutana na Tony, kijana tajiri mwenye haiba kubwa. Tony alitumia mali yake kumvutia Salma kwa kumkaribisha kwenye mikahawa ya kifahari, kumnunulia zawadi za gharama kubwa kama vito na nguo, na hata kumpatia usafiri wa kifahari kwenda na kutoka chuoni. Alimpa ahadi za maisha yaliyojaa raha na utajiri, akisisitiza kuwa angeweza kumpa kila kitu alichowahi kutamani maishani. Salma, akiwa katika mvutano wa maadili na tamaa, alianza kujikuta akizama katika ulimwengu wa Tony. Ali aliendelea kumpigia simu Salma mara kwa mara, lakini mara nyingi majibu yalikuwa mafupi au hayakuja kabisa. Kila mara aliposhika simu yake, alihisi mchanganyiko wa matumaini na wasiwasi. Majibu haya au ukimya wake yalimnyima usingizi, na mara nyingi alipata changamoto ya kuzingatia kazi zake za useremala. Alihisi pengo kubwa moyoni mwake, lakini alijaribu kujifariji kuwa huenda Salma alikuwa na shughuli nyingi, akibaki na tumaini kwamba hali ingekuwa bora baadaye. Alijifariji kuwa huenda Salma alikuwa na shughuli nyingi. Baada ya miaka miwili, Salma alirudi kijijini kwa muda mfupi, akiwa amebadilika sana. Alionekana mnyonge na alielemewa na mzigo wa majuto. Watu wa kijijini walimwangalia kwa macho ya huruma, huku wengine wakimlaumu kwa kuacha maisha ya utulivu na kuyakimbilia ya mji. Alirudi akiwa na mavazi yaliyokuwa na dalili za ukingo wa hali ngumu, na macho yaliyokuwa na kivuli cha huzuni. Licha ya yote, kijiji kilimpokea kwa upole, huku wazee wakimpa nasaha na vijana wakijifunza kutokana na hadithi yake. Alionekana mgeni kwa Ali, akiwa na mavazi ya gharama na tabia za mji. Alimweleza Ali kuwa anahitaji muda wa kujipanga na maisha yake, kisha akarudi mjini bila kutoa maelezo zaidi. Tony, ambaye awali alikuwa akimwonyesha mapenzi ya dhati, alianza kubadilika. Baada ya kumpa mimba, alimtelekeza Salma, akimwacha bila pesa wala msaada. Salma, akiwa hana pa kwenda, aliamua kurudi kijijini kwa Ali akiwa na aibu kubwa. Ali, nimekosea sana, Salma alisema kwa machozi. Naomba unisaidie. Ali, akiwa na huzuni na hasira, alichukua muda kufikiria.
Hatimaye aliamua kumsaidia Salma, lakini akaweka masharti: lazima uombe radhi kwa dhati na tukubaliane kujenga maisha mapya kwa bidii. Salma alikubali kwa unyenyekevu. Walianza kushirikiana katika kazi za kijiji, huku Salma akijifunza useremala na kujitolea kusaidia watoto wa kijiji. Changamoto zilikuwepo, lakini Ali aliendelea kuwa mvumilivu. Kadri miaka ilivyoendelea, Ali na Salma walijifunza kusameheana na kujenga upya uhusiano wao. Katika safari yao, walikabiliana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa imani uliokuwa bado umebakia, vijembe kutoka kwa baadhi ya wanakijiji na majaribu ya kifamilia. Wakati mwingine, mazungumzo yao yalikuwa na mvutano mkubwa, hasa pale Amani alipohisi Zawadi hakuwa wazi vya kutosha kuhusu maisha yake ya awali mjini. Hata hivyo, kupitia mazungumzo ya dhati, sala na usaidizi wa wazee wa kijiji, walijifunza kuelewana zaidi na kuweka historia nyuma yao. Walianzisha miradi midogo ya kijamii kama njia ya kuimarisha uhusiano wao na kusaidia jamii, hatua iliyowasaidia kurejesha heshima na furaha yao. Salma alifanikiwa kupata kazi kama muuguzi kijijini, na Ali alipata fursa ya kuuza fanicha zake katika miji jirani. Walianzisha miradi ya kusaidia vijana wa kijiji kujifunza stadi za maisha. Tony alipojaribu kumtafuta Salma baada ya kusikia juu ya mafanikio yao, Salma alimkataa kwa msimamo mkali. Alijifunza thamani ya maisha ya kweli na maadili ya upendo wa dhati. Hadithi inahitimishwa kwa harusi ya Ali na Salma, hafla ya kitamaduni iliyosherehekewa na kijiji kizima. Tabasamu na furaha vilitawala, na maisha mapya yalianza kwa moyo wa dhahabu na upendo wa kweli. Ujumbe wa hadithi: pesa haiwezi kushinda mapenzi ya dhati. Msamaha ni hatua ya kwanza kuelekea mafanikio. Maadili ya Kiafrika yanapaswa kudumishwa katika kizazi kipya.